Habari ya muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano ya tarehe 10 Disemba 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026. Na kwa ambaye anahitaji utabiri wa haraka zaidi, basi unaweza kujiunga na kifurushi cha shilingi 3000. Utalipia kwa namba hizo ambazo tutaziweka, na ukisha kulipia utanitumia ujumbe kwa WhatsApp au message ya kawaida, na utanitumia unataka ujumbe kufikia kwa namna gani, email, kwa njia ya WhatsApp au message ya kawaida. Tukianza na utabiri wa nyota ya punda au kondoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Unahisi hitaji la kutoka nje na kuzozana na wengine leo. Matukio ya michezo, shughuli za kufurahisha na watoto na matembezi ya kimapenzi yatafufua baadhi ya njia zilizoziba. Gundua fursa za usafiri na nafasi mpya za kujifunza pamoja na mambo ya kusisimua. Hata hivyo, kuwa unique katika kushirikiana na pia uwe na subira njema rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Unaweza kutaka kufanya uboreshaji wa nyumbani leo au kufanya kitu kurekebisha sehemu za wageni, kwani huenda likatokea jambo la shughuli hivi karibuni. Unaweza hata kupanga upya furniture. Majadiliano ya familia yatakuwa ya nguvu, hasa kuhusu mali ya pamoja. Pesa inaweza kuja kwako leo, hivyo basi kaa macho rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Leo utajieleza kwa ujasiri zaidi unapozungumza na wengine. Ndio sababu mtindo wako wa kuwasiliana utakuwa wa moja kwa moja na wenye nguvu zaidi. Kwa upande mwingine, wengine watakuheshimu. Unaweza kutaka kuchukua mradi au kuonyesha mwelekeo kwa wengine. Hivyo basi, zingatia nini unasema na nini unapokea rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Unaweza kufanya jitihada za ziada kupata pesa leo au kuja na mawazo ya kutengeneza pesa kwa sababu unahisi unataka kuanza kitu upya. Hata hivyo, uvutano huo wa unaji unaweza kukutia moyo utumie pesa pia. Kwa bahati nzuri, wewe ni meneja mzuri wa pesa, ikiwa na maana unaweza tunza akiba licha ya matumizi yasiyo rasmi. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Leo utakwepa kazi ya kimwili au mazoezi, walakini kuwa mwangalifu juu ya kukimbilia katika kitu bila kufikiria kwanza. Kuwa mwangalifu na uangalie mazingira kabla ya kuchukua hatua rafiki. Utavutiwa na mtu fulani ambaye ana mvuto wa kipekee. Hofu juu ya jambo fulani itakaa kando rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Nyumba na familia ndilo
Zingatia sasa, na wengi wenu mnafanya kitu ili kuboresha nyumba yako au kuifanya ionekane kuvutia zaidi. Leo haswa una nguvu ya kuinua mambo. Mazungumzo ya familia yatakuwa ya kusisimua. Utamdhihirisha mtu fulani kwa kufanya majambo ambayo mazuri. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini, sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Katika mazungumzo na marafiki na vikundi, utajidai kwa njia nzuri leo. Ukipingwa utasimama imara. Ndio maana hii ni siku nzuri ya kwako. Utangazia msisimko na shauku ya ndani unapozungumza na wengine, jambo ambalo watu huvutiwa nalo. Utajua udhaifu wao na hata kushindwa kuwasilisha baadhi ya vitu muhimu kwao. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake bahati ni pink na white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 22 Novemba. Utavutia wengine leo kwa sababu unaonekana kujiamini, mwenye nguvu na hatari kuchukua mamlaka fulani. Hata hivyo, fahamu kwamba baadhi ya watu wanaonekana kujua maelezo ya kibinafsi kuhusu maisha yako ya kibinafsi. Je, ni lazima ufanye udhibiti fulani wa uharibifu? Hakikisha maongezi yako hayavuki mpaka na hata kuwafanya wengine wawe na mudi nzuri rafiki. Ni vizuri kuwa na msimamo imara na wenye tija kwa wengine. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Wewe ni msafiri ambapo unaweza pata mafanikio kupitia safari. Hivyo basi, unapenda matukio na msisimko, unapenda kutafiti, kutazama, kusoma na kujifunza zana mpya. Ndio maana leo utapenda majadiliano yenye kuchochea na wengine kuhusu usafiri, siasa, dini na mawazo mapya. Akili zako zitakuwa chanya na zenye maono mazuri kwako na kwa wengine. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Unapenda majambo yaliyopangwa vizuri na unachukia upotevu. Leo ni siku kamili ya kuzingatia jinsi ya kutumia vizuri mali ya pamoja na rasilimali zingine, ikiwa ni pamoja na serikali, ili iweze kutumia fursa zinazoweza kunufaisha nchi. Usipoteze muda kwa jambo lisilo la faida, kwani mbele yako ni kuzuri sana, sio kawaida rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Leo unapaswa kwenda zaidi ya nusu wakati wa kushughulika na wengine. Maelewano mazuri pia, walakini ni siku ya kusisimua yenye nguvu. Furahia kueleza mawazo yako kwa marafiki pamoja na vikundi na mashirika, kwa sababu watu wanataka kusikia unachotaka kusema au kumaanisha. Hautavuka siku isipokuwa utapokea taarifa ya kusisimua rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Hii ni siku yenye tija kwako kwa sababu unahisi mchangamfu, shauku na uko tayari kuanza jambo jipya. Hii ndio sababu utaonyesha ujasiri zaidi kuliko kawaida. Unapozungumza na wakubwa na watu wenye mamlaka, uogopi kuonyesha kuwa una hamu
na uko tayari kwa jambo lolote. Maafikiano katika mgogoro fulani yatakuwa ya wastani. Usikate tamaa rafiki, pambana. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Na tukianza na upande wa nyota ya Kondoo, muda wao mzuri ni saa 9 mpaka saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ng'ombe, muda wao mzuri ni saa 1 mpaka saa 4 na dakika 50. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mapacha, muda wao mzuri ni saa 7 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wao mzuri ni saa 3 na saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wao mzuri ni saa 8 na saa 10. Na tukiendelea na nyota ya Vigo, muda wao mzuri ni saa 7 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wao mzuri ni saa 12 hadi saa 3 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wao mzuri ni saa 7 hadi saa 8 na nusu. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wao mzuri ni saa 5 hadi saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wao mzuri ni saa 8 hadi saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wao mzuri ni saa 11 hadi saa 3. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wao mzuri ni saa 4 hadi saa 6. Tunaendelea na utabiri wa watoto wa chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda, uwajibikaji utakuwa mzuri katika kutekeleza mapendekezo ya wengine. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hatajutia kuungana na marafiki zake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, atajitahidi kuongea mengi kwa wenzake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, ubora wa kitu atauhisi tu na si jambo la kukamilika. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mashaka kwake ni madogo na leo, japo watu watamuhisi tofauti. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mapenzi atakaonyesha ni makubwa kwa watu waliomzunguka. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, jitihada zake zitakuwa juu leo, hasa jambo la pamoja. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, atajifananisha na mtu ambaye anaonekana kuwa na heshima kwao. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, atakuwa anafuatilia mambo ya dini sana, ikiwa na maana imani yake itakuwa juu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, atajali sana na kushiriki swala la michezo na wenzie. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, usmart wa jambo upo juu leo, sio kawaida. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, hatukubali kuingiza jaribio lolote upande wake. Watoto ambao wamezaliwa siku ya leo, uhodari wao utaonekana mapema na wala hawatahitaji uangalizi mkubwa katika kufanikisha majambo. Ushauri kwa mama: ikiwa kama mzazi unapaswa kuwa macho kuhusu wanao na ajali kubwa na ndogo. Zingatia usalama wa mwanao. Ujumbe kwa walikuwa hawajapata watoto: ongea maneno chanya ambayo yatampa moyo mwingine katika safari ya maisha. Ulikuwa nami na bye bye.